katika majira haya. Moja ilipokuwa siku ya 3 tunamaliza, aliwaambia wenzake, sasa amechoka, na kwa sababu tumeacha chakula, tumekuja kuabudu Baba, tumetoa maisha yetu kwa mwaka 2025. Ilipofika mwezi wa 12, alinipa ushuhuda, aliniambia, baba mchungaji, wakati ule tumekuja, utashangaa siku utalala kwenye hoteli moja ya ajabu mpaka utashangaa, kumbe kuna namna Mungu analipiza hizi. Umetoa sadaka, acha Bwana, umekuja kwa ajili ya kumtukuza, kwa ajili ya kutengeneza naye, kwa ajili ya kudai yaliyo ya kwako, na kuambia Bwana anaenda kubadilisha maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya! Yaani utakuwa tofauti. Hebu mwambie, mguse mwenzako kwamba baada ya ibada hii ujue maisha yako yatakuwa tofauti. Mwambie hivyo. Baada ya ibada, hebu mshike mkono, mwambie, acha ushamba, acha uovu wa shetani. Wewe sio wa chini, wewe sio wa kudharauliwa. Umeteseka muda mrefu, yatosha. Ni majira ambayo unakuwa huru. Tunaenda mwaka 2026 tukiwa na mamlaka, tukiwa na Yesu, tukiwa na agano lake, tukiwa na damu ya Yesu, tukiwa na neno lake. Hakika tunaenda kushinda. Haleluya! Sasa hebu nikusimulie, nikwambie, unajua iliyotokea kwa wale tuliokuwa nao katika majira kama haya, wanahitimisha siku ya 3. Aliponiambia hivyo, ilikuwa Januari 6, akaniambia, mchungaji, nataka niende China, biashara yangu inapanuka. Sasa aliniambia mwezi wa 5, alipokuja mwezi wa 11 akaniandikia email, niko China. Haleluya! Na akaniambia kitu kimoja, alienda kwenye kampani fulani, anasema nilichukuliwa kwa gari isiyo ya kawaida kupelekwa kule. Nilikuwa kama raisi, nilikuwa kama ambasada fulani. Walinibukia hoteli siku 5. Baadaye wakaenda wakanitangazia, wakanionyesha mambo yao, na sehemu ile hoteli niliyolala waliponipeleka ilikuwa 5 star. Kila sehemu ilikuwa ya ajabu, na kuambia nilikula vyakula ambavyo sijawahi kula. Haleluya! Haleluya! Kuna mtu hapa mwakani atalala kwenye kitanda ambacho hajawahi kulala. Haleluya! Atakula vyakula ambavyo hajawahi kula. Haleluya! Atakutana na marafiki ambao hajawahi kukutana nao. Haleluya! Ataenda kwenye maeneo ambayo hakutarajia katika maisha yake. Namna atakapofika, hajui atafikaje. Haleluya! Kuna mtu hapa nakwambia, kuna mtu hapa, yaani nakwambia, atakutana na mrembo wake usio wa kawaida. Na kuna mtu hapa atakutana na ansamu wake. Yaani kuna mtu hapa, kazi ambayo anafanya itaenda kupata heshima mwaka 26 isiyo ya kawaida. Haleluya! Kuna watu hapa wanaenda kupata ploti ya tupa Mwanza na kuanza kujenga. Ili waondoke katika upangaji. Naona mtu mmoja hapa mwakani atapanda ndege. Haleluya!
ajabu. Daudi hakujua kwamba siku moja anaweza akaitwa mheshimiwa akawa mfalme. Kutoka kwenye kuchunga kondoo anaingia katika kasri ya Saulo. Baadaye yeye anageuka kuwa mfalme na anatawala Israeli kwa amani. Nani angejua kwamba alikuwa mtoto wa mjakazi wa baba yake. Miongoni mwa watoto wengine, Biblia inasema kwamba wale ndugu zake wenye namna ya